Karibu ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto. Nipo siku ya leo hapa, tunaendelea na vipindi vyetu mbalimbali, tunaendelea na elimu zetu mbalimbali zinazowafikia hapa katika TV hii ya Dr. Chikalamoto. Kila siku na kila wakati hii elimu zinawafikia. Ndugu zanguni, siku ya leo ninapenda kuwaleteeni mada mpya. Ambayo hii mada ni kuwafahamisha na kuwaelimisha. Mada yetu ya leo ninataka nikujuze, je, wewe unatambua nguvu uliyokuwa nayo katika mwili wako au katika maisha yako? Je, wewe unaitambua nguvu uliyokuwa nayo katika maisha yako au katika mwili wako? Labda nataka kuambia kitu kimoja, na siku ya leo kuna watu maalum nataka niwazungumzie, ambao ni watu maalumu ila hawajui umaalumu wao. Nataka wewe nitakapomaliza kuzungumza hii mada au nitakapokuwa unaendelea kunitazama, jitazame wewe katika kiganja chako, iwe kulia awe kushoto. Kuna watu ambao ni maalumu katika dunia, na hawa watu wapo ni 1% tu katika watu wote duniani. Yaani katika idadi ya watu wote duniani, hawa watu wako 1%. Ni watu ambao ni watu maalum. Ni watu maalum kivipi? Kwanza, hawa watu kuna katika mkono wao wana herufi imeandikwa M. Yaani ukijiona wewe ukiangalia katika mkono wako, kiganja chako hiki ambacho kipo mkono, kuna wengine ni mikono yote, kuna wengine mkono mmoja. Haijalishi una mkono mmoja au na mikono yote, kwa sababu mnakuwa mnazidiana umaalumu wenu. Sasa hawa watu ambao katika viganja vyao vya mikono kuna herufi imeandikwa M. Hizi herufi zinasomwa. Kwa mfano, kama mimi katika kiganja changu nikisoma herufi ya mkono wangu imeandikwa AY. Yaani AY. Hii ndio mkono wangu uliosoma. Lakini ukija huku kuna herufi tofauti ambayo ni YA. Hasa hizi zote zina maana. Kwa kila herufi iliyokuwepo katika kiganja chako ina maana yake na tafsiri yake na nguvu yake. Sasa mimi nitaka niwaongelea hawa watu special ambao duniani wapo ni 1%. Dunia nzima, katika dunia wapo 1%. Ina maana kama dunia tuko trilioni 1, ina maana katika trilioni 1, 1%, hawa watu ni watu maalum ambao mikono yao imeandikwa herufi M. Herufi M ni herufi maalum, ni herufi ambao ya watu ambao walio wengi, 1%. Ninasema walio wengi 1% kwa sababu unaweza ukawa na hii herufi lakini haujajitambua kama wewe ni mtu maalum, au kukawa kuna vifungo ambavyo vimekufunga wewe usijitambue umaalumu wako. Sasa huo umaalumu wako utautambuaje? Utautambua kutokana na hii nilalokuambia, herufi iliyoandikwa katika mkono wako ambao ni herufi M. Hii watu wa herufi M ni watu wa namna gani? Kwanza, mtu ambaye mkono wake umeandikwa herufi M ni mtu ambaye ni watu ambao wamejaliwa akili sana, wamejaliwa ufahamu mkubwa, wamejaliwa fursa kubwa sana. Yaani ni mtu ambaye akifanya jambo linakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Yaani ni watu unaosikia watu yaani ukichukulia kwenye watu ambao wako kwenye koo za kifarume, wale ni wafalme, wale ni marais, wale ni watu ambao ni viongozi wakubwa wenye mataasisi makubwa. Ni watu ambao wakiongoza kitengo chochote, kile kitengo kinakuwa na ufanisi wa kiwango kikubwa sana, na kinakuwa kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu ni watu ambao wameteuliwa, ni watu maalumu, ni watu special, na ni watu ambao wana kipawa cha kipekee.
Yaani ni watu wenye akili nyingi. Sasa wewe kama una hiyo herufi M, bado ni maskini, bado ni fukara. Jitambue huo fukara unatokea, kwa sababu tayari una kitu ambacho yani ukigusa tu unakwenda katika viwango vingine, unakwenda katika viwango vingine. Majaliwa waliowajaliwa hawa watu ni majaliwa makubwa sana, ni ukipawa kikubwa sana. Kwa hiyo ndugu zanguni, hii elimu ndogo niliyokuwa nataka kuwapa, nataka kwanza wewe ujiangalie. Kama utaona una katika kiganja chako una herufi M, alafu ukijiangalia uchumi wako ni mdogo, hebu nitafute nikwambie wapi utatokea. Nikwambie, angalia kwenye kiganja chako, na kama hujui kiganja chako hujui kusoma herufi, nipigie picha nitumie WhatsApp, alafu nitakusomea hiyo herufi M. Je, ni M au ni herufi gani? Na kama wewe ni herufi M, alafu nitakuuliza wewe unaishi maisha gani? Wewe ni kiongozi gani? Wewe ni mtu wa namna gani? Na kama huko katika kiwango cha chini, nitakusaidia kukufikisha katika viwango vikubwa, katika viwango vya hali ya juu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni rafiki zangu, hebu jitazame. Baada ya kujitazama, mtafute Dr. Chikalamoto, atakuinua. Na kama umeinuka, unaniangalia tayari uko jinsi herufi yako ilivyo, endelea kuwa katika viwango vingine. Usiogope fursa, kwa sababu nyie mko kwa ajili ya fursa, nyie mko kwa ajili ya furaha, na ni watu wenye furaha, na ni watu ambao akipewa kazi anaipiga kweli kazi, na kazi inaonekana na matokeo yanaonekana. Jamani, siku ya leo nilikuwa nawazungumzia hawa watu special. Gani hawa watu? Hawajaumbwa wawe maskini, wameumbwa wawe ni matajiri tu. Umaskini kama uko nao, jiangalie wewe una agano gani la umaskini. Sasa hilo agano ulitoe. Bila kulitoa hilo agano, utakuwa wewe, hiyo faida uliokuwa nayo uliopewa na Mwenyezi Mungu itakuwa haina lolote wala chochote. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana, na endeleeni kusubscribe, tuendelee kufuatilia vipindi vya aina mbalimbali vinavyokuijia hapa. Asante sana.